wadhamini wangu kama Lino Perfume, Brother Lobby One Farmers, Major Semunyu kwa kunisupport katika mchezo wa ngumi. Kwa hiyo mimi naamini kabisa baada ya fight hii nadhani burudani inakuja mbele ya Mandonga Mtukazi. Hamna kupoa. Ni mwendo ule ule. Morogoro lazima iperushe bendera ya taifa la Tanzania. Kama leo Mazome aliperusha bendera na watu wameiona. Kwa hiyo Karim Mandonga naye atafikia wakati wake ataperusha bendera bila shida yote. Lakini Major Semunyu tunamwombea dua aendelee, Mungu aendelee kumlinda, aendelee kumongezea uhai, atusupport katika michezo ya ngumi kama hivi anavyotudhamini kwa bidii. Usiku wa leo ni usiku wa Hassan Mwakinyo. Mandonga ni miongoni mwa watu ambao wamefunga safari kwa ajili ya hiyo fight. Mimi namshukuru Mwenyezi Mungu tu kwa kufika hapa. Nimekuja kwa niaba ya mdogo wangu Ali Mazome na burudani yake nimeiona, na vile vile namsubiri bondi yetu wa kike naye sio kama ameshacheza au hajacheza. Kwa hiyo Mandonga Mtukazi nimekuja kwenye fight hizi kuangalia burudani jinsi inavyokwenda. Vipi kuhusu main card? Yani utaratibu wa main card upenda loko la nyama mbichi. Mimi namshukuru Mungu nimefika kaka. Mandonga, ulisema umjui Hassan Mwakinyo. Leo umekuja kwenye fight. Bado umjui Hassan Mwakinyo? Siwezi kumfahamu kwa sababu nimekuja hapa kwa niaba nimekuja hapa kwa mabondi yangu wawili wametoka katika mkoa wangu. Kwa hiyo ukiniambia mtu fulani namfahamu, inawezekana simfahamu, labda nitamuona leo. Nikimuona leo ndo nitapata kumjua kama Mwakinyo ndo nani. Lakini Mandonga Mtukazi ikoni ya Tanzania, nadhani nafahamika kwa kila mtu. Hata mtu mdogo, ndio maana mtaani wamekuwa wengi. Sio Tanga, sio Morogoro, sio Arusha, sio Mbeya. Kila watu wanaitwa Mandonga. Mtu wake kizaliwa hospitali kama mwite Mandonga. Kwa hiyo kina Mandonga Mtukazi tuko wengi mno. Kwa hiyo mimi hapa kumfahamu huyu bondia anaopigana leo bwana Hassan Mwakinyo, inawezekana leo nikamfahamu baada ya kuona burudani yake ndani hapa. Amedai kuwa ni roho mbaya tunao binafsi, ndio maana watu wengi hawataki kutaja jina lake. Roho mbaya wanasema hivi, roho mbaya haijengi na siku zote roho mbaya itajirishi. Mimi bondia mdogo siye kupanda ndege kwenda Ulaya, lakini namiliki magari, namiliki manyumba ya kuishi mjini hapa. Kwa hiyo hamna roho mbaya hivyo. Yaani unajua kabisa wakati wa Mungu ni wakati sahihi. Kama Mungu hajataka kuwa sahihi, hauwezi kuwa sahihi. Kwa sababu kama unaogopa nyumbani, utapapenda wapi kaka? Mkataa kwao mtumwa. Na ndio maana wanasema kauli moja, toto baya maskani, toto zuri nyumbani. Lakini toto baya likiwa nyumbani kwao, maskani toto zuri, huyo hana faida kwenye jamii. Kwa hiyo Mandonga Mtukazi lazima kuelekeza Watanzania nidhamu, busara ndio itakusababisha ufike mbali. Shukrani. Asante sana. Mpinzani ameonewa. Kwanza napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu, alhamdulillah rabbil alamin. Hakuna niliyompiga akasema nimempiga. Na siku zote mabondia asilimia kubwa hakuna mtu ambaye anakubali kupoteza. Hakuna mtu ambaye anakubali kupigwa. Lakini pia mimi nilikuwa napigana. Mimi masuala ya mbwembwe mimi sijui. Mimi ni Makonde. Mimi nataka kazi, tuoneshane kazi. Ndio kitu ambacho nimemshinda. Yes, alikuwa anacheza na mashabiki. Mimi kazi yangu ngumi. Sinaga show eti ni kuangalia wewe unataka nini? Mimi namsikiliza kocha wangu, nasikiliza kona yangu inataka nini, nafanya nilichotumwa. Anadai kuwa inatokana kwa nyumbani kwao Morogoro hakuna chama cha ngumi. Wewe upo mjini siku hizi, ndio maana waamuzi wamekufeva wewe licha ya kuwa hujafanya vizuri. Sasa nielewe kipi? Mimi Manzese wana nini? Kwa sababu mwanzo walisema Manzese mimi nalelewa nyumbani ni Mtwara. Kwa hiyo leo mpaka baba Akambo amefanya mambo. Baba Akambo siku zote hapendi watoto. Kwa hiyo mimi ninachojua nimemzidi. Swala kuonekana eti anasema nini? Sababu wao walisema mimi nikiwapiga watanipa dada. Sasa si dada yenyewe dada au sijui ni nani? Hata sijui. Sasa sijui ni dai dada yao au nifanye nini? Sema mimi nimeoa, namshukuru Mwenyezi Mungu. Siwezi kuzini wakati mke wangu yupo. Kwa hiyo namshukuru sana Mwenyezi Mungu, lakini pia napenda kuwashukuru mapromota. Major Semunyu napenda kumshukuru sana, lakini pia wadau wa ngumi na wadhamini wote. Nashukuru Mwenyezi Mungu kwa kutufanya sisi vijana sasa hivi tunakula kupitia jasho letu. Tofauti na mara ya kwanza tulikuwa tunakula kupitia jasho la watu wengine. Mabondia wengi kipindi hiko walikuwa wanakaba, wanafanya nini? Siwezi kuwataja, wengine nimwapiga leo. Kwa hiyo nashukuru Mwenyezi Mungu kwa hilo, lakini pia napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu, yani chonde. Safari nyingine na Kismati na tarehe 26 miaka yote, yani Boxing Day mimi ni ya kwangu. Mungu mwenyewe anajua. Kwa hiyo napenda sana kumshukuru Major Semunyu kwa kunipa hii kazi, lakini pia anitafutie kazi ngumu. Asinipe maandazi.
Swala mimi kituo chochote nafika, ila nataka kazi ngumu. Hawa nikiwapiga wanasema ni wamefanya nini, wamebebwa. Kaka alimsambaa tulikwenda Morogoro alisema anakutaka. Nilifanyaje? Hana faida. Sasa hivi tunaikimbizia nyota mbili, nyota ya pili sasa hivi. Sasa hivi kaka tunafikizia, yani malengo yangu ni makubwa sana. Sio kwamba eti nipigwe nikale. Mimi nataka nishinde afu nile vizuri. Au sio? Kwa hiyo sasa hivi malengo makubwa. Huyo alimsambaa na nini? Hana chochote, iko active. Kwa hiyo sisi tunaangalia nani mwenye faida kwetu, tunaipokea kazi. Lakini pia Meja Semunyo, mimi nataka kazi ngumu. Atinipe hawa mwisho wa siku wakaja kaka zao kuwasaidia kuongea, ila namshukuru Mungu blaza amenyoosha kwamba Osama ameonyesha kiwango chake, Mazome ameonyesha kiwango chake. Lakini pia majaji wameona. Sio una lingine kaka? Shukrani. Asante sana.